Kanisa limeitwa kuwa sauti ya wasio na sauti. Tunapaswa kutetea haki. Tunapaswa kutetea amani, usawa, utu wa mwanadamu na heshima yake, na utawala unaozingatia sheria na maadili. Katika kitabu cha Mika tumepewa msingi muhimu sana. Anaposema katika mlango ule wa 6 mstari wa 8, e mwanadamu, yeye amekuonesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwetu sisi kama kanisa, kama wafuasi wa Kristo, na tunaoishi katika nyakati hizi na katika mazingira haya, neno hili linahitaji kuzungumza nasi tena mara kwa mara, na tukalitafakari kwa kina sana. E mwanadamu, yeye amekuonesha yaliyo mema, na Mungu, Bwana Mungu anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Maudhui ya mstari huu sio kwetu tu kama kanisa na wafuasi wa Kristo, bali ingekuwa ni neno kwa Watanzania wote, tukizingatia mazingira tunayopitia katika taifa. Kila mmoja wetu akatafakari kwa kina sana. Mungu ametuonyesha yaliyo mema, ametupa nchi nzuri mno kulinganisha na nchi nyingine nyingi tu. Mungu ametupa kukaa pamoja kama taifa licha ya makabila mbalimbali. Na sasa kwa hali tuliyopitia na tunayopitia, tukatafakari mstari huu, nini Mungu anachotaka kwetu kama Watanzania? Ila kutenda haki, kupenda rehema na huruma, na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wetu. Kiburi hakitatufikisha mbali kama taifa. Sisi inapaswa kuendelea kutoa elimu ya uraia, kuhimiza amani, kupinga ukatili wa aina zote, kupinga mambo ya rushwa, ubaguzi, unyanyasaji wa watoto, wa wanawake, na hata unyanyasaji kwa wanaume, pamoja na vitendo vinavyodhalilisha utu wa mwanadamu. Martin Luther King Jr. aliwahi kusema, udhalimu popote ni tishio kwa haki kila mahali. Udhalimu popote ni tishio kwa haki kila mahali. Kauli hii, ndugu zangu, inatukumbusha kwamba haki si jambo la mtu mwingine, ni wajibu wangu, ni wajibu wetu sisi sote. Hata hivyo, utetezi wetu wa haki lazima ufanywe kwa upendo. Utetezi wa haki lazima ufanywe kwa hekima, ufanywe kwa kusimamia ukweli, amani na mshikamano, tukifuata mfano wa Kristo.